Idara ya udhibiti ubora inayoongozwa na mdhibiti mkuu ubora wa shule wilaya Monduli Bwana Fidelis Kiarendwa, ambapo idara ya udhibiti ubora inatekeleza majukumu muhimu, na moja ya jukumu kubwa ni pamoja na kuhakikisha sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa kwa lengo la kusimamia viwango vya elimu inazingatiwa. Karibu katika makala ya mafunzo ya mtaala ulioboreshwa na mapitio ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 la mtaala ulioboreshwa. Jina langu ninaitwa Mwalimu Fidelis Kiarendwa, ni mdhibiti mkuu bora wa shule wilaya ya Monduli. Siku ya leo ninapenda kuzungumzia idara yangu ili kuweza kutoa elimu hasa wananchi wa Monduli, wilaya ambayo naifanyia kazi, waweze kupata ufahamu wa kutosha kuhusu majukumu yetu na umuhimu wa idara hii katika halmashauri yetu ya wilaya ya Monduli. Idara hii ya udhibiti ubora wa shule inayo majukumu mengi ambayo tunayasimamia katika mfumo wetu wa elimu hapa nchini. Na katika halmashauri yetu ya Monduli kwa upande mmoja, majukumu hayo ya kitaifa ambayo tulionayo ndio ambao na sisi kama halmashauri ya Monduli udhibiti bora tuna kazi hiyo ya kuweza kuyatekeleza majukumu hayo, kuhakikisha kwamba vile viwango tarajiwa vya ubora wa elimu vinafikiwa. Moja ya jukumu kubwa la idara yetu ya udhibiti ubora ni kuhakikisha sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa kwa lengo la kusimamia viwango vya elimu inazingatiwa. Lakini vile vile tuna jukumu pia la kuandaa na kuendesha mafunzo. Tunaandaa na kuendesha mafunzo kwa walimu wetu na kutoa ushauri kwa maafisa elimu na wadau mbalimbali wengine wa elimu. Pamoja na hayo, majukumu mengine, sisi tuna jukumu la kufanya usajili wa shule. Tunasajili shule zetu, tunapendekeza kusajili au kutokusajili shule. Tuone kama tuwape taratibu, lakini tuweze kujiridhisha kwamba wamekidhi vigezo vya kuweza kusajiliwa kama taasisi, na kama bado hawajakidhi vigezo, basi huwa jukumu letu kuwapa ushauri nini cha kufanya ili hatimaye waweze kufikia kile ambacho wanakikusudia. Shule za serikali za msingi ziko 73 na shule za serikali zisizo za serikali za msingi ziko 24. Na kwa upande wa sekondari, shule za serikali tunazo 15 na shule zisizo za serikali za sekondari tunazo 11. Tuna chuo kimoja cha walimu, chuo cha walimu Monduli. Tuna chuo kimoja cha maendeleo ya jamii, maendeleo ya wananchi, chuo cha maendeleo ya wananchi au maarufu FDC cha hapa pale Mtoambu. Kwa hiyo hizi asasi zote kwa ujumla wake zinafanya, kama nilivyosema, zinafanya sisi kuwa na asasi 128, ambapo naamini sio mwisho, kwa sababu sasa kuna maombi mbalimbali. Naamini mpaka kufikia mwisho wa mwaka huu tutakwenda mbali, kwa sababu tuna maombi ya kutosha ya wadau, na tunaendelea kuwasilisha maombi yao ofisi ya usajili wa shule kwa kamishna, wale wanaokidhi vigezo ili basi waweze kusajiliwa. Mimi kwa majina ni Lako Liswai, naibu mdhibiti mkuu bora wa shule wilaya ya Monduli. Kama alivyotangulia kusema mdhibiti mkuu bora wa shule, nitaeleza kuhusu mashirikiano ya kisekta katika halmashauri yetu ya Monduli pamoja na nafasi ya udhibiti ubora katika mtaala huu ulioboreshwa. Kwanza nianze kwa kusema mtaala ulioboreshwa ni nini. Kwa kifupi kabisa, maudhui yaliyopo katika mtaala huu ulioboreshwa yanajikita zaidi kumpata Mtanzania mwenye maarifa, aliyeelimika, mwenye ujuzi, mwenye mwelekeo chanya, mwenye ubunifu, mwenye fikra tunduizi, ambaye ana uwezo wa kuwasiliana
vizuri ndani na nje ya nchi kwa kutumia lugha mbalimbali, lakini vile vile mwenye uwezo wa kutatua changamoto ambazo zinamkabili yeye, lakini pia na jamii ya Kitanzania. Hii inalenga kumsaidia kila Mtanzania kuweza kushindana vyema katika soko la ajira lenye ushindani mkubwa ndani na nje ya nchi. Tunao mkondo wa jumla ambao una michepuo mbalimbali. Kuna mchepuo wa sayansi, na mchepuo wa kilimo, mchepuo wa biashara, mchepuo wa sayansi ya jamii, mchepuo wa sayansi ya jamii, lugha, ushoni, mapishi, kwa kutaja tu michepuo michache. Lakini vile vile inayo upande wa amali ambaye atazungumza mwenzao. Aidha, mtaala ulioboreshwa umeanzia darasa la awali, unatekelezwa darasa la kwanza mpaka la 6, na kwa mwaka huu 2025 darasa la awali linahusika moja kwa moja, na kwa upande wa shule ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4. Kwa upande wa sekondari ya chini ni kuanzia kidato cha kwanza, na kwa mwaka huu tuna shule ambazo zilianza mwaka jana 2024, wao watakuwa wamefika kidato cha pili kwa upande wa amali, lakini kwa upande wa mkondo wa jumla ni kwa mwaka huu 2025. Tuna matarajio kwamba kwa mwaka huu 2025 mtaala ulioboreshwa utaanza kutekelezwa kwa kidato cha 5. Aidha, nipende tu kutoa rai kwa wale watekelezaji wa mtaala kuendelea kusikiliza na kufuatilia kwa karibu kupitia vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hivi vya kiofisi, lakini zaidi sana kutekeleza ili tuweze kumpata Mtanzania aliyeelimika, mwenye ujuzi na ambaye ana uwezo wa kushindana katika soko la kimataifa, lakini pia na ndani ya nchi. Ninaitwa Mdhibiti Ubora George Pesa. Kwa upande wa elimu ya amali, ningependa kwanza kutoa tafsiri ya neno lenyewe amali. Neno amali kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili nasema kwamba neno amali ni kazi, ni shughuli za kila siku za kutendwa na mtu yoyote. Kwa hiyo kwa muktadha sasa wa mtaala ulioboreshwa, neno elimu ya amali inamaanisha kwamba ni ujuzi ambao mwanafunzi atapewa na baadaye ujuzi huo atautumia ili uweze kumrahisishia kupata fursa mbalimbali za kupata ajira au kujiajiri yeye mwenyewe baada ya kuhitimu ngazi ya masomo. Na kwa upande wa udhibiti ubora wa shule wilaya ya Monduli, tumejipanga ipasavyo namna ya kuisimamia kutekeleza mtaala ulioboreshwa kwa upande wa amali, ambapo wanafunzi hao pamoja na kujifunza masomo haya ya kawaida ya darasani, pia kutakuwa na upande ambapo tutakuwa na elimu ya amali, ambapo mwanafunzi huyu atachagua fani mojawapo kulingana na zilizopo ndani ya wilaya ambapo ataipendelea. Kuna fani mbalimbali kama uwashi, ufundi seremala, ufundi umeme na kadhalika. Sasa katika kuimarisha hili na kuhakikisha kwamba hili linatekelezeka, serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya ufundi stadi VETA pamoja na NACTIVATE kwa kushirikiana na taasisi ya elimu waliandaa mitaala ambayo itaweza kurahisisha utekelezaji wake. Tunaenda kwenye hizi training objectives. Ndio. What are your expectations as far as the improved curriculum is concerned, right? Nini matarajio yenu ninyi walimu? Itanisaidia mimi kuwajenga watoto kuweza kwenda sambamba na mabadiliko ya sasa, hasa katika teknolojia na katika kujifunza pia. Mafunzo haya yamenisaidia katika ufundishaji wangu kwa ujumla, kuhakikishia wanafunzi maarifa kwa urahisi kulingana na mtaala mpya jinsi ulivyo.
this training objective, the training objective of this, I get a knowledge on how to prepare the student in case of reflecting the realities, doing things in practical, and choose their own life in better way. Yes. Tumedisplay timetable ambayo sisi tumeona tukienda kwa hii coverage kwa sababu pia ya muda, we have a lot kujielimisha, lakini kwa sababu ya muda tunahitaji tujifunze pia yale ambayo sasa yanatupeleka kwenye utekelezaji. Tuko hapa kwa ajili ya kuwezeshana katika mafunzo haya mtaala ulioboreshwa, lakini kupeana awareness kuhusiana na mabadiliko haya ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Sawa? Hilo pamoja na mitaala iliyoboreshwa ya mwaka 2023. Mwaka huu 2025 mtaala ulioboreshwa elimu ya msingi kufikia darasa la 4, hawa wataishia darasa la 6 mwaka 2027 na mwaka 2028 wataingia kidato cha kwanza. Tunaangalia mtoto anapenda kusoma kitu gani, na akimaliza huko atakwenda kusoma, anataka kwenda kuwa nani baadaye. Kwa hiyo lazima tuwe pale kumuongoza ili aweze kuchagua machaguo sahihi na tuweze kumsaidia atembee katika ndoto yake. Hapo kwenye mtu anayekwenda mkondo wa amali, unaona kuna kitu kinatokea hapa. Anaweza kumaliza kidato cha 4 moja kwa moja akaenda kwenye maisha ya nini? Ya kazi. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana ujuzi. Maana hii elimu tunao sasa hivi tunasema tunataka watoto watoke na ujuzi shuleni. Sawa? Watakuwa na ujuzi fulani. Wao wakimaliza anapata, tunaona kwamba hawa mkondo wa amali atakuwa na vyeti viwili. Sawa? Ndio na cheti chake kile cha kawaida cha kipo, lakini ana cheti kinachotolewa na fundi wa kitu fulani. Sawa? Ana ujuzi fulani, ana wataalamu wa jambo fulani, anaweza kaenda kufanya. Sawa? Kwa hiyo unaweza kukuta hapa mtu anamaliza kidato cha 4 anaweza kuanzisha kampuni yake. Alafu anatuajiri sisi wenyewe wakuzi. Haya sasa yasiishie kwetu sisi walimu tu. Tuna ndugu zetu, tuna jamaa zetu, tuna marafiki zetu, tuna familia. Ni elimu ambayo sisi tunapata nafasi ya kuipata hivi, lakini pia lazima tuendelee kujieleza kwenye jamii tunapoishi, tunapotoka, si ndivyo? Watu waweze kutambua malengo ya serikali na mabadiliko ambayo tunakwenda nayo. Sawa? Ni imani yetu kwamba swala la kujifunza au tendo la kujifunza ni endelevu. Nipende kuhakikishia kwamba ofisi yetu ya udhibiti bora wa shule wilaya Monduli iko bega kwa bega na ninyi pamoja na wadau wote wa elimu wilaya Monduli. Kwa hiyo mnakaribishwa wakati wote, saa yote. Sisi tuko tayari wakati wote kuweza kufanya kazi na ninyi ili kuhakikisha malengo ya serikali, malengo ya wizara yetu ya elimu kupitia idara yetu ya udhibiti bora yanatekelezwa na jamii yetu ya Kitanzania inapata kile ambacho kimekusudiwa. Mimi ni Sister Clevina Ndaula Ishengoma, mkuu wa shule ya Enyorata Engai iliyopo katika wilaya ya Monduli. Mtaala huu mpya, sifa mojawapo kubwa nayoiona unasanifu talents, vipaji vya mtoto na tumekuwa na matukio ya watoto kukata tamaa wanaposhindwa hasa mtihani wa kidato cha 4. Lakini sababu zote hizi zilikuwa ni nini? Ni kwa sababu hatujabaini watoto wana uwezo gani. Kwa sababu mtaala huu mpya unampa nafasi mtoto kujifunza kile ambacho ana uwezo nacho na Mungu alimjalia tangia kuzaliwa kwake. Tunapenda tuishukuru sana nchi yetu, viongozi wetu, mama yetu Samia kwa namna walivyofikiria hasa Wizara ya Elimu kuweka vizuri mtaala wetu, kuleta mabadiliko katika elimu. Mtaala mpya ulioboreshwa na kulingana na semina tuliopewa kama ofisi ya taaluma katika kufuatilia maandalio imeturahisishia sana, kwani sasa hivi hata dauti walimu walizokuwa nazo hawana tena,
kwani naamini wataandaa vizuri zana za ufundishaji na maandalio ya masomo kulingana na semina tuliopewa na wadhibiti ubora wa shule wilaya ya Monduli ambao wametupa semina hii. Nimefaidika kikubwa. Kwanza kabisa nimeweza kupanua na kuimarisha wigo wangu wa maarifa yanayopaswa kutoa kwa wanafunzi. Nimefurahishwa na kitu kimoja kwenye mtaala huu ulioboreshwa. Zamani ilikuwa mtu akimaliza form 4 anakata tamaa kwamba sasa nimefeli, sina combination, hakuna arts wala hakuna science. Hata yule anayefeli haachwi. Amefeli kwa mambo ya darasani kwenda kwenye taaluma fulani. Lakini kuna ushoni, kuna kilimo, ataenda kufanya kitu chochote ambacho mwisho wa siku kitamuingizia yeye. Sababu mwisho wa siku tukiacha vyote, kila mtu anatizama pesa. Mimi nashukuru na nawashukuru sana kwa kufika shule hii. Endeleeni kutoa mafunzo haya kwani ni muhimu na inawaondoa walimu wote kwenye giza kama mimi nilivyokuwa kwenye giza. Asante.